Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, jicho la Zaki Digital linaendelea kupepesa katika dunia nzima kwa ujumla katika kuhakikisha basi tunatazama na kukusanyia yale yote matukio ya duniani na unayajua kupitia chaneli hii. Endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Usisahau pia kucomment. Sasa hii leo tutajikita katika kutazama kwamba Israeli iko kimya wakati Trump akiendelea kutoa vitisho vikali dhidi ya Iran. Nini sababu ya Israeli kuendelea kukaa kimya? Sasa kukiwa na kelele za uvumi kimataifa kuhusu ongezeko la uwepo wa majeshi au wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati, viongozi wa Israeli wameendelea kuonesha ukimya usio wa kawaida kabisa. Mbali na maoni machache yanayounga mkono maandamano ya kupinga serikali ya Iran ya mwezi wa kwanza, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema machache hadharani kuhusu mzozo wa mshirika wake wenye nguvu zaidi na adui yake mkubwa. Serikali yake imekuwa na ukimya huo huo. Sasa kupitia naibu mkurugenzi wa zamani wa kitengo cha ujasusi wa Israel, Asaf Cohen, anasema kwamba ukimya wa Israel ni sehemu ya mkakati madhubuti alionao. Kwa muda mrefu Benjamin Netanyahu ameichukulia Iran kama tishio kuu kwa Israel na chanzo kikubwa cha ukosefu wa utulivu katika Mashariki ya Kati. Ukimya wake hadharani haumaanishi kwamba hafanyi mazungumzo ya faragha, hapana, bali kuna mazungumzo ya chini chini ambayo yapo kupitia yeye pamoja na mshirika wake mkuu ambaye ni Marekani. Sasa wiki hii mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa Israel Shlomi Binder alikutana na mashirika ya ujasusi ya Marekani huko Washington. Hii ni kulingana na vyombo mbalimbali vya habari vya Israel. Majadiliano haya yalilenga shabaha zinazowezekana pale nchini Iran. Sasa wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kimataifa wanaamini kwamba Netanyahu anaishinikiza Marekani binafsi kufanya mashambulizi ya kidikteta kwa lengo la kuleta mabadiliko ya utawala nchini Iran, na kwamba wakati Netanyahu alipomsihi Trump ajizuie mapema mwezi huu ni kwa sababu aliona shambulio hilo lililopangwa na Marekani kwamba ni dogo sana, ndio maana alitoa kauli hiyo. Netanyahu tayari amewasihi wa Iran kusimama dhidi ya utawala wao katika mahojiano ambayo aliyafanya na Fox News mwaka jana. Rais wa Marekani Donald Trump kwa sasa anafikiria hatua mbalimbali dhidi ya Iran ambazo zinaripotiwa kujumuisha mashambulizi machache ya mfano na hata mabadiliko kamili ya utawala. Hadharani amerushiana maneno ya vitisho vya kijeshi na mapendekezo ya mazungumzo mapya. Sasa kwenye hili, upande mwingine, washirika wengine wa Marekani wanaonya kwamba kujaribu kuangusha uongozi wa Iran kuna hatari kubwa kwa eneo hilo. Wengi nchini Iran wanaona faida zinazowezekana za kiusalama katika hilo. Katika mabadiliko ya utawala huko Tehran, Israel inatumaini kukomesha tishio la makombora ya ballistic ya Iran, na hata kuna uwezekano kwamba Iran inaweza siku moja kupata silaha za nyuklia. Sasa pia hii itazidi kudhoofisha wanamgambo wa shirika wa Iran katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Hezbollah ambayo bado ina makombora ya roketi takriban 25,000 kuvuka mpaka nchini Lebanon, kulingana na taasisi ya utafiti ya Israel. Kinyume chake, baadhi ya wabunge wa Israel wanaamini kwamba shambulio dogo au hata makubaliano mapya na Iran yanaweza kusababisha hatari kubwa kwa usalama wa Israel na hata kuruhusu utawala kubaki madarakani.